Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukamilisha mkutano wa kilele wa nchi 7 zilizostawi kiviwanda duniani G7 huko nchini Ufaransa, akikabiliwa na wasiwasi nyumbani na wasiwasi nje ya nchi kuhusu mpango wake wa kuvifikisha mwisho vita vya Iran. Viongozi katika mkutano huo leo Jumatano wameunga mkono makubaliano ya awali au niseme hati ya makubaliano ya Rais Trump na Iran ya kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa njia isiyoeleweka, ingawa ametoa maelezo machache kuhusu jinsi hilo litakavyotekelezwa. Katika mjadala wetu wa leo tunaye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Yupo Mali Ali pia, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa huko Paris, Ufaransa. Na tunaye katika jiji la New York Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa. Na mimi hapa studio ni Josephat Charo, upande wa pili wa studio yupo Angela Mdungu. Angela, mkutano huu umeibua hisia nyingi, maoni mengi kutoka kwa wafuatiliaji na wasikilizaji wetu. Leo hebu tuanze na wao kwanza. Tusomee kama wawili watatu alafu ndo tuingie sasa katika mjadala wenyewe. Sawa, Joseph. Kuna mtumiaji anaitwa Mike anasema viongozi wa G7 hawaoni kuwa suluhisho pekee la mzozo wa Ukraine ni kukubali kutojiunga na jumuiya ya NATO ili kuondoa hofu ya kiusalama ya Urusi. Nadhani njia nyingine zozote haziwezi kufanikiwa, maoni yake. Na Nyanda Bukombe ameandika G7 wapo kwa ajili ya maslahi yao binafsi na si kumaliza vita. Mali Ali, unamsikia hapo, mfuatiliaji wetu anasema viongozi wa G7 wapo kwa maslahi yao. Hebu tupe taswira jumla kuhusu mkutano huu, wewe ukiwa hapo Paris. Kwa kweli taswira jumla haitofautiani sana na hayo aliyozungumza ndugu yangu hapo, kwa sababu hilo linaeleweka kama katika ushirikiano na uhusiano wa kimataifa, kwanza ni maslahi, alafu pia ni yule mwenye nguvu ndio anajivutia upande wake. Kwa hiyo kabla ya kutatua matatizo mengine yote, nchi kubwa hizi hasa kama mkutano huo wa G7, nchi tajiri, ni lazima kwanza zianze kutizama maslahi yao wenyewe kabla kutizama maslahi ya nchi zingine. Na hata ukitizama maamuzi ambayo wamefikia sana ni maslahi yao wenyewe, na wao ndio wanamiliki mifumo mingi ambayo inazikutanisha nchi na mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo hilo ni la kawaida na linaeleweka, na ndizo siasa za kimataifa zinavyokwenda hivyo. Haya, asante sana. Baki hapo hapo, nitakuja kwako tena baadaye kidogo. Tumsikilize sasa hivi Profesa David Monda ukiwa hapo Marekani. Rais Trump anakabiliwa na shinikizo ndani ya nchi na pia vile nje ya nchi kuhusu makubaliano haya au niseme hati ya makubaliano kati yake yeye na Iran kuhusu kuvifikisha mwisho vita vya Iran na swala la kujaribu kufungua mlango bahari wa Hormuz. Kipi kinachojadiliwa huko na wewe mtazamo wako ukoje? Ni vile umeangazia hususan swala hili la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, na kama ni kweli dhahiri shahiri ya kwamba kuna makubaliano, kwa sababu imekuwa ni vuta ni kuvute, hali ya sintofahamu kila kukicha, na kwa wakati huu bado haijafafanuliwa kiwazi ya kwamba makubaliano haya yanaashiria nini. Kumalizia, lazima niseme ya kwamba masuala haya ya sera za nje ya Marekani, hususan vita hivi vya kati ya Iran na Marekani na Israel, vimeleta mvutano sana wa kisiasa hapa Marekani, kwa sababu Trump anaonekana ya kwamba anaanzisha vita vingine ambavyo wa Marekani hawakuvipenda, lakini pia imeangazia ule mvutano na ufa uliojitokeza kati ya Israel na Marekani kwa wakati huu. Israel ikitaka kuendeleza vita dhidi ya Iran na kupanua vita hivyo kuelekea Lebanon, lakini ni kwamba Rais Trump hajapenda hivyo. Kwa hivyo imezua masuala mengi hapa ndani ya nchi,
na pia kwenye sera za nje za Marekani. Haya, asante Abdul Fattah. Kauli ya Trump kusema kwamba hata kama Israel itashambulia Lebanon, kitu ambacho hakiungwi mkono katika hati hii ya makubaliano, yeye anasema haoni kama shambulio moja tu linaweza likahatarisha makubaliano haya, ambayo sio makubaliano hasa, lakini ungeweza kusema ni makubaliano kabla ya makubaliano kamili. Hii ya Rais Trump kwa namna fulani tunaweza tukaitafsiri kwamba ni kuonyesha kuwa Marekani kwa upande mmoja ima haina uwezo kamili wa kuidhibiti Israel, au kwa upande mwingine ni kwamba iko tayari kuridhia hatua ambazo Israel inaweza ikazichukua, hata kama wakati mwingine zitateteresha nafasi na msimamo wa Marekani katika masuala yoyote yale. Tumeona kabla hata ya kufika uamuzi huu wa kuja kusainiwa hiyo hati ya maelewano, ni kwamba Israel wakati tayari ilishakubaliwa kwamba makubaliano ya kusitisha vita yajumuishe pia Lebanon, imeendelea kushambulia Lebanon katika maeneo ya mpakani, na hata hatimaye ikaamua kuingia eneo la kusini mwa mji mkuu Beirut, na kupelekea tena kuripuka au kuibuka mapigano na mashambulio baina yake na Iran, na hatimaye kuingia na Marekani pia. Kwa hivyo kitu ambacho Rais Trump anataka kutuonyesha kwa kauli kama hii ni kuonyesha kwamba kuna kiwango fulani au kuna mpaka fulani wa kuridhia hatua za ukiukaji mapatano ambazo Israel inaweza kuchukua, kama ambavyo tumemsikia pia Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema kwamba hata kuhusiana na Iran pia Israel inajihisi kwamba inayo nafasi ya kuliangalia suala hili kivyake, na si lazima kwamba ijifunge na haya makubaliano ambayo Marekani inataka kuyafikia na Iran kwa ajili ya kumaliza vita moja kwa moja. Suala la Hormuz tuliangalie. Viongozi pia wameunga mkono kwamba mlango bahari wa Hormuz huenda ukafunguliwa. Hebu tupe tathmini yako na maoni yako kuhusu ule utekelezaji wa hati hii ya maelewano, kama kweli jambo hili linaweza likamilika kweli pasipokuwa na mashambulizi yoyote kutoka kwa upande wa Marekani ama Israel kuelekea Iran. Abdul Fattah. Suala la Hormuz kuliangalia, utaona kwamba ni kitu kimoja kidogo, kusema labda ni kama ni kichekesho au kiite vitu, kwa sababu tunajua kabla ya vita kuanza Februari 28 mlango bahari wa Hormuz ulikuwa wazi na hakukuwa na kizuizi chochote ambacho kiliwekwa na Iran, wala hakukuwa na hatua zozote za kuhatarisha usalama wa vyombo vya majini katika eneo lile, kinyume pengine na suala la bahari nyekundu kwa upande wa Houthi wa Yemen. Kwa hivyo huu ni mgogoro au tatizo ambalo limeibuliwa na vita hivi ambavyo Rais Trump kwa kushirikiana na Netanyahu walizianzisha dhidi ya Iran. Kwa kurejea mlango bahari wa Hormuz katika mazingira yake ya kabla ni jambo ambalo litakapofanyika hakutakuwa kumeonekana kwamba kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kimefanyika, na bila shaka Iran iliitumia suala hili kama wenzo wa mashinikizo baada ya sana na mashambulio ya kijeshi ya Marekani na Israel, na mkabala wake tukaona kwamba Marekani nayo ikachukua hatua ambayo kimsingi na kisheria katika masuala ya kimataifa ni ya kiharamia pengine ya kuiwekea Iran mzingiro wa baharini. Kwa hivyo inaonekana wazi kwamba Iran msimamo juu ya hili haitakuwa na tatizo kuweza kuruhusu mlango wa Hormuz la kiwazi, pamoja na kwamba kumekuwepo na hii hofu kwamba je, Iran kweli ilitega mabomu ya majini katika eneo hili, na kama ni hivyo basi ichukue jukumu hilo la kuweza kuyategua mabomu hayo, kama ambavyo nchi na Ufaransa na Uingereza zimeonyesha nia yao ya kuweza kusaidia kupatikana njia za usalama kwa ajili ya kupita vyombo vya majini katika eneo lile, endapo tu msimamo utakuwa rasmi wa kufungua mlango bahari wa Hormuz. Profesa David Monda, Rais Trump ametoka Marekani, ameacha michuano ya kombe la dunia huko, amekuja kukutana na viongozi wa Ulaya na wengine wa nchi za G7 kujaribu kuwaelezea kuhusu yale ambayo yanaendelea na makubaliano yake na swala la Iran. Lakini tunafahamu utawala wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ulikuwa unapinga sana, au niseme chini ya utawala wa chama cha Democratic umekuwa ukipinga sana mazungumzo yote kati ya Marekani na Iran na kujaribu kuwapa makubaliano ambayo yanawapa wepesi fulani. Lakini sasa tunaona
hali imebadilika kwamba Rais Trump na chama cha Republican wamejitolea kabisa kufanya mazungumzo na Iran na kuna mambo fulani ambayo wanakubaliana. Tatizo liko wapi Marekani? Ni chama cha Democratic au ni chama cha Republican ama ni yule ambaye anakaa katika ikulu? Profesa. Nadhani changamoto iliyopo ni njia ya kukabiliana na Iran. Wadadisi wa usalama wa kidiplomasia na wachanganuzi ambao wanaangazia masuala ya Marekani wanaona kweli ya kwamba Iran ndilo dola au tisho kubwa la washirika wa Marekani na maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Changamoto au pengo lililopo kati ya wanademokrat na wanarepublican ni njia gani itumike kuweza kulazimisha Iran au kudhoofisha Iran. Wanarepublican chini ya Trump walipiga kalamu makubaliano yale ya JCPOA yaliyokuwa yametiliwa maanani na kutiliwa saini na wanademokrat yakiongozwa na Barack Obama, ambapo Obama alisisitiza mkondo wa kidiplomasia na vikwazo vya kiuchumi kujaribu kuibana Iran. Wana Republican upande wao walikuwa naona, hususan wale wa mrengo wa kushoto, ya kwamba lazima wasisitize vita na vita kwanza, na kutumia vita kama shinikizo ya diplomasia kupitia mkono wa kijeshi. Na ndiposa kumekuwa na pengo hili ambapo kumekuwa na mapungufu na njia hii ya Republican kutumia vita. Manake kila kukicha Iran ilipokuwa ikipigwa kivita, ndiposa maneno yalikuwa yakisambaratika zaidi. Ndiposa kwa sababu ya vikwazo hapa ndani ya nchi na nje ya nchi, ya kwamba Trump ilibidi arudi kwenye meza ya kidiplomasia na kutafuta njia ya kidiplomasia na sio vita. Ali inaonekana hapo Trump alitaka tu kufuta yale makubaliano ambayo yalikuwa yameafikiwa kati ya Marekani na niseme na Iran, ama zile mazungumzo ya pande sita, ili aweke yake yeye. Lakini kilichomo katika hati hii ya makubaliano ama bado hakijawekwa wazi, ingawa yeye anasema Trump kwamba Iran katu haitakuwa na silaha za nyuklia. Unaitathmini vipi kauli yake hii? Manake kauli hii inafanana tu na ile ambayo ilikuwa ikitolewa na serikali ambazo zimepita za Marekani. Kipi kipya? Kwa kweli, kwa kauli ya bwana Trump, kauli nyingi zimetoka bwana Trump ambazo zinaleta mashaka, ambazo hazishindikizwi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kwa hiyo bado kuamini kwamba yale yanaweza kujenga msingi wa amani na msingi wa utulivu katika eneo lile, hususan swala hilo la Iran kutokumiliki silaha hizi za nyuklia. Nadhani swala hili la silaha la nyuklia ni swala ambalo limleta mzozo kwa miaka mingi, na hata shirika ambalo linapiga vita kumiliki silaha hizo limeweza kufanya kazi kwa pamoja sana na nchi ya Irani, lakini bado ujanja na hila zilikuwa zinaendelea. Kwa hiyo sidhani kwamba kauli tu yenyewe ya bwana Trump inaweza kutosha kwa kweli kuifikisha Irani kuto kutamani kuwa na silaha hii, ukizingatia kwamba Israeli ambao ndio hasimu mkubwa wake anayo silaha hiyo, na katika eneo lile vitisho vya nchi zile ambazo zinaunga mkono Irani bado vinatoka katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo Irani bado ina nia thabiti kabisa ya kuweza kujidhatiti na kuweza kupata silaha hiyo, ikitegemea kwamba kumiliki silaha hiyo basi kunaweza kuleta uzani sawa wa nguvu na kuweza kubadilisha hali ya kunyenyekea kutoka nguvu za Israeli ambazo ilipewa na washirika, ikiwa ni wa magharibi na hususan Marekani. Kwa hiyo kauli ya bwana Trump bado kabisa inaleta shaka, na ni kauli ambayo inahitaji uangalifu na umakini mkubwa.
Haya, baki hapo hapo, tumsikilize hapa Angela Mdungu tusomee maoni ya wale ambao wanatusikiliza na kutufuatilia. Angela. Asante sana. Kuna mtu mmoja hapa, mfuatiliaji wetu anaitwa Dara, anasema kitakachosaidia kuleta amani katika hii mizozo inayoendelea ni kutoa nafasi kwa wapatanishi wanaohusisha nchi zisizofungamana na upande wowote katika kuongoza mchakato wa amani. Asante sana. Haya, Abdul Fattah Musa, tunakaribia kufika mwisho wa mjadala wetu. Unaona nini baada ya kusainiwa kwa hati hii siku ya Ijumaa huko Uswisi? Unaona kwamba utekelezaji wake utafanyika kwa wepesi ama tutarajie kwamba mabomu yataendelea kulipuliwa tu huko Lebanon? Ni vigumu kusema kwamba hati hii baada ya kusainiwa siku ya Ijumaa kila kitu kitakwenda kwa urahisi, hasa kwa kuzingatia kwamba Marekani na Rais Trump ni watu ambao hawana muamana sana katika masuala ya kuheshimu makubaliano, kinyume na ambavyo imeshuhudiwa kwa namna fulani Iran ilivyokubali kutekeleza makubaliano ya mwanzo ya JCPOA, pamoja na kwamba upande wa pili haukuwa ukiheshimu makubaliano yale kama ilivyokubaliwa. Kwa hivyo kusema kwamba haya makubaliano yataweza kwenda kuwepesi, na tukumbuke kwamba hii ni hati ya maelewano, lakini kubwa zaidi baada ya hapa ni mazungumzo yaliyopangwa kufanyika labda katika kipindi cha siku 60, ambapo sasa zile changamoto kuu hasa kadhia ya nyuklia inatarajiwa kuja kujadiliwa wakati huo, na hapo ndipo ambapo uzito hadi suala utapoonekana, kama ambavyo pia kama ulivyoashiria suala la Israeli na kadhia ya Lebanon, kwamba ni kwa kiwango gani Israeli itajifunza kuheshimu makubaliano hayo kwa kutoendelea kushambulia Lebanon, na pengine Irani nayo itaweza kuwa na stahmala ya kuridhia hali hiyo kabla haijaamua pengine kuchukua hatua za kijeshi, jambo ambalo bila shaka yote inaweza likavuruga mapatano hayo wakati wowote. Mali, tufungie mjadala wetu. Mkutano huu wa G7 unawaweka wapi viongozi wa Ulaya na Trump mwenyewe, ikizingatiwa kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin yeye amewakutanisha viongozi wa nchi za ASEAN huko Kazan, wanajadili masuala mengine, na huko mgogoro wa Ukraine bado unafukuta. Kwa kweli mkutano huu wa G7 mkutano ambao umetokea muda muhimu, muda muafaka baada ya kusainiwa kwa hati ya maelewano kati ya Irani na Umarekani. Ni mzozo ambao kwa kweli ulikuwa tayari umeugusa ulimwengu mzima na umeleta tatizo la kiuchumi, mbali na vile ambavyo tulifikiria labda mzozo huu unaweza kuwa mdogo kwa nguvu ambazo zilizotumika mwanzo. Lakini muda ulivyokuwa unakwenda, mzozo huu ulikwenda unahama na unapanuka na unamgusa yule yote ambaye hakuhusika mwanzoni na mzozo huyu wa vita vya Iran. Kwa hiyo mkutano huu wa G7 ni mkutano ambao kwa kweli utaweza kuchukua nafasi kubwa katika kuhakikisha utekelezaji wa mkataba huu, sababu kama nilizungumza ndugu yangu, hii bado ni hati tu ya maelewano, na ndani ya siku 60 yatajadiliwa mambo mengi ambayo yataweka mustakabali wazi wa amani ya kudumu. Na haya yote inatakiwa yashindikizwe kabisa na nchi hizi za G7, hata Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liweze kushirikishwa ili ulimwengu uweze kupata amani na vita hiyo iweze kumalizika. Licha ya kuwa mzozo wa eneo lile la Ghuba utaendelea, lakini kidogo mapigano na vita hii ambayo ilianza Irani na Marekani inaweza kumalizika na ulimwengu ukawa umepumua na hali mpya ya kiuchumi na kiusalama ikawa imejiri. Haya, asante sana Mali Ali ukiwa hapo Paris, Ufaransa, na kushukuru sana pia Profesa David Monda ukiwa huko New York, Marekani, na Abdul Fattah Musa kwa michango yenu mizuri kabisa katika mjadala wetu wa leo. Upande wa pili wa studio, asante sana Angela Mdungu. Mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza msikilizaji.